Shughuli yenu kubwa hapa kilimo, na ninaambiwa na nyinyi mnalima muhogo. Mnalima muhogo kweli? Ndio. Kilo ya muhogo sasa hivi shilingi ngapi? 150. Kule Kakonko tumekuta kilo 200. Tumefika Kasulu kilo shilingi 100. Hapa kilo 150. Huu muhogo mnaolima na kuuza unaenda wapi? Unaenda wapi? Si unauzwa Burundi? Wanaufanyia nini kule Burundi? Si unaingia viwandani? Kwa nini Warundi waweze sisi tusiweze? Sisi tunalima muhogo, tunawauzia Warundi. Warundi wanaenda kule viwandani wanatengeneza wanga, si ndio? Kwa nini iwezekane Burundi kwenda kwenye viwanda huku tusiwe navyo? Si mnanielewa vizuri? Nyinyi mnajua bei ya kilo ya muhogo kiwandani kule Burundi au Rwanda? Mnajua? Ni $1. Mnajua $1 ni shilingi ngapi za Tanzania? Ni shilingi 2,400. Dola ngapi? Shilingi ngapi? Muhogo wako wewe unanunua shilingi ngapi? 150. Anayebeba akiweka tu kwenye gari akafikisha kiwandani, huo muhogo alionunua kwa shilingi 150 kwako, yeye anauza pale kiwandani shilingi 2,400. Sera yetu sisi ACT Wazalendo, kwa mujibu wa ilani ya chama chetu, ni kuondoa hawa watu wakati. Huyu Frenki akiwa mbunge wenu, Majaliwa akawa diwani wenu, tukaishika halmashauri ya wilaya Buhigwe, tutaweka utaratibu ambao umoja wa wakulima wataingia mkataba moja kwa moja na vile viwanda vinavyonunua muhogo, ili muweze kuuza moja kwa moja kwenye kiwanda. Tunakata watu wakati, muhogoni mtauza paka 700, 800 paka 1,000 kwa kilo. Lakini hiyo ni hatua ya muda wakati, ya muda mfupi, wakiwa tu wabunge hao na diwani. Lakini lazima na sisi tufanye wanachofanya Burundi na Rwanda. Tuweke utaratibu, viwanda vijengwe hapa, tuongeze thamani hapa, tuuze wanga huko Ulaya kama ambavyo Warundi na Wanyarwanda wanauza. Hatuwezi kuwa tunapeleka malighafi kwao, wanazalisha ajira, sisi hapa tunabaki na shilingi 100, shilingi 200, shilingi 150 kwa kilo. Hii ndio kazi ambayo hawa vijana wakina Frank wanakwenda kuifanya. Kama zamani walikuwa wanasema hakuna viwanda Kigoma, hamna umeme wa gridi. Umeme wa gridi umekuja, hakuna kisingizio kingine, ni uongozi tu. Sisi Kigoma tuko nyuma kwa sababu ya uongozi tu, hamna kingine. Tulikaa miaka 50 toka tupate uhuru, hatuna barabara. Watu wa Kigoma walivyoamua tu kuchagua wabunge wa upinzani, barabara tukaziona. Kwa shida yetu sisi ni hii, shida yetu sisi ni Chama cha Mapinduzi.